Marekani, baba paroko, parokia Osabei, mwongozi wa wakata, waheshimiwa watawa, wanapopata wote, tumsifu Yesu Kristo. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Kwa vile mwenyekiti ameshasema tulitaka kusema, nitafupisha tu. Nazo ni salamu za baba askofu mkuu, pamoja na kwamba tuko naye hapa. Lakini niseme tu kwa wakilishi wa kamati ya tegemeza jimbo Mavuno. Baba askofu mkuu katika harakati zake za kutaka jimbo liweze kusimama, liweze kujitegemea, pamoja na michango kutoka maparokiani, aliomba vyama vya kitume vitano ambavyo ni Moyo Mtakatifu wa Yesu, wazee na wastaafu, UWAKA na WAWATA. Lakini kuanzia mwaka jana, kutokana na maono yake kwamba ukokata kwa utume wenu, mmehamasika, mnafanya kazi kubwa huko Kigangoni, parokia teule, parokiani na hata ngazi ya jimbo. Kwanza tumshukuru Mungu kwa kuwa na baba askofu mkuu kwa siku ya leo. Pili, tumshukuru Mungu kwa kazi ya utume mnayoifanya huko mnakotoka. Mnafanya kazi kubwa. Mungu vizuri sana wanaupokata. Kama alivyosema mwenyekiti wa Osabei, ambaye hakuwezi kushuhudia kusanyiko hili, ni kusanyiko kubwa ajabu. Mko wengi, mmependeza na vitenge vyenu, mmependeza kwa furaha mlionayo. Kweli ni siku ya Kristo kufufuka, Jumatatu ya Pasaka. Hongereni sana. Baba askofu mkuu anataka tufahamu amini wote tumekula Dar es Salaam mambo mawili tu. Na kwanza, tuyahubiri watu wote wafikiwe habari hii njema kwamba Wakatoliki tufahamu ulimwengu umebadilika sana. Wamekumbwa na mabadiliko ya kiuchumi, wamekumbwa na mabadiliko ya kisiasa, wamekumbwa na mabadiliko ya kijamii. Haya mabadiliko Wakristo wa Katoliki yamelifanya kanisa Katoliki likose wafadhili. Sasa hivi baba askofu mkuu anachosema, tuliseme mahali popote tutakapokuwa katika familia zetu, jumuiya zetu na sehemu zetu za kazi, kwamba mfadhili, msimamizi wa kanisa Katoliki aliyebaki ni sisi wenyewe tu. Na kwa maana hiyo tukishajua hilo, la pili, baba askofu mkuu anaomba asiongoze jimbo kuu la Dar es Salaam akiwa peke yake. Anaomba waamini wote tujivunie kuwa Wakatoliki, la kwanza. Anaomba sisi waamini tujivunie kanisa letu la Katoliki jimbo kuu la Dar es Salaam. Na anaomba tujivunie pia, baada ya baba askofu mkuu kuwashirikisha, walituambia pale Tabata baada ya adhimisho takatifu la shukrani la mavuno kwamba habari zilipatikana za kuwashirikisha ninyi kama ukokata mkiwa mmechelewa kuzipata. Kwa hiyo katika kusanyiko hilo mlikusanya shilingi milioni 4 na kumkabidhi baba askofu siku ile ya mavuno, lakini ilikuwa milioni 4 kamili, kama ilikuwa milioni 4,195,500. Pamoja na alivyosema baba mwenyekiti wa ukokata, baba askofu aliona, alipokea kwa mikono miwili. Ndicho mlichoweza kukusanya. Na huwa hapangii mtu atoe kiasi gani siku hiyo. Anawatia moyo, muimarike na msimame imara. Tulitafakari pamoja na uongozi wa ukokata siku ile kwamba kweli milioni 4 walijisikia vibaya kwamba labda kutosheka kwa umati huu. 25,000 wanaokokata kutoka ngazi zote. Mungechangamka kama ulivyosema na kupisha. Baba askofu anatupenda. Baba askofu anatujali. Baba askofu mkuu anatuombea katika sala zake za kila siku.
aweze kutimiza wajibu wake, wajibu wa uinjilishaji katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Apeleke Injili, apeleke habari njema mahali popote ambapo sisi hatutafika, kwa michango yetu tunafika. Injili na kwenda iende mbele, Injili hiyo tunaungana naye, tunaomba msindikize, mwe naye, mumchangamshe, achangamke kama alivyochangamka akiwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Baba kusonga pamoja nao. Mungu awabariki sana. Tunawatakia sikukuu njema ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.